Asante sana watazamaji wa vipindi vyetu vinazidi kuendelea. Leo niko mbele yenu tena kwa ajili ya kufundisha mbinu nyepesi sana kuhusiana na kufanya hesabu ya kuzidisha kwa njia ya Napier. Hapa tuna mfano wa swali letu, tunasema 25 mara 25 au 25 kuzidisha 25. Njia yetu hii ni rahisi mno na inamsaidia mwanafunzi kuelewa haraka na kupenda somo la hesabu kwa moyo wake wote ambao anao. Sasa twende tukaifanye na bila kupoteza muda. Okay, swali letu tunasema 25 mara 25. Kitu cha kwanza lazima utamwandikia njia. Akiandika njia hapa utaangalia wewe namba hii ya mwanzo na hii ya mwisho zipo ngapi. Huku tunahesabia ziko 1 2 na huku 1 2. Na hii njia utaweza kufanyia hesabu yoyote ile. Iwe huku ni 5, zipo 5 au 6, huku ziwe ni 2 au 3 na kuendelea. Sasa tunaanza na upande huu hapa. Ziko 1 2. Tutachora boksi zetu ya kwanza, ya pili. Alafu tutafunga namna kama hiyo. Hii namba 2 ya mwanzo, hii ya 2 tutaiandika hapa 2 na hii 5 tutaandika hapa 5. Na pia tutaangalia huku zipo ngapi? 1 2. Tutakata viboksi viwili hivi. Tutaandika hii ya kwanza, hii inabidi iandikwe hapa 2 na hii hapa tunaandika hapa 5. Baada ya hapo tutakata hizi boksi katika nafasi 2 ambao tutapata maumbo ya pembe tatu mawili kwa kila boksi. Sasa na kazi ya hizi boksi, hii boksi ikikatwa hivi, hapa itakaa jibu au namba yenye mamoja, na hapa juu itakuwa 10. Hizi sehemu zote zina kazi yake. Sasa tuje hapa tuone 2 mara 5. Tunajua 2 mara 5 ni 10. Kwa hiyo hii 10, hii sifuri ipo kwenye mamoja na hii moja ipo kwenye 10. Sasa hii sifuri tutaandika hapa kwenye mamoja na hii moja tutaandika kwenye 10. Baadaye tunamaliza, tunakuja 2 mara 2. Tunaelewa kabisa 2 mara 2 ni 4. Sasa hii 4 ni mamoja pekee, imekaa mamoja. Kwa hiyo tutakuja kwenye boksi ya pili ambayo 2 mara 2 ni 4. Hapa kwenye mamoja tutaandika 4, lakini kwenye 10 hatuna, tutaandika 0. Baadaye tumeshamaliza, tunakuja namba hii ya chini ambayo 5 mara 5. Tunaelewa kabisa 5 mara 5 ni 25. Sasa hii 5 ni mamoja na hii 2 ipo kwenye 10. Kwa hiyo sasa kama 5 mara 5 ni 25, basi hii 5 tunaandika hapa kwenye mamoja na hii 2 tunaandika kwenye 10. Inayofuata tunakuja ya 5 mara 2. Tunaelewa 5 mara 2 ni 10, ambayo 10. Sifuri ipo kwenye mamoja na moja ipo kwenye 10. Basi kama 5 mara 2 ni 10, basi hii sifuri tutaweka kwenye mamoja hapa chini, na hii 5 mara 2 ni 10 na hii moja tutaweka kwenye 10 hapa juu. Sasa hapo tumeshamaliza hatua ya kwanza. Hatua ya pili tunakuja kujumlisha hapa. Sasa tunakuja kulingana na hii mistari ambayo tumeichora hapa, hii mistari hii mistari ndio tutafuatisha, itatusaidia kujumlisha. Tunaanza hii 5 iko peke yake, tutaandika hapa chini ngapi? 5. Baada yake tunakuja tunachukua 0 jumlisha 2 jumlisha 0, yani 0 jumlisha 2 jumlisha 0. Jibu letu ni 2. Tutaandika hapa ni ngapi? 2. Baadaye tunakuja 1 jumlisha 4 jumlisha 1. Tutachukua 1 huyu jumlisha 4 jumlisha 1. Sisi tunafuatisha hii mistari hii, namba zote ambazo ziko kwenye mstari tunajumlisha.
Kwa hiyo 1 jumlisha 4 jumlisha 1 ni 6. Tunaandika hapa ngapi? 6. Na hapa kuna sifuri, tunaweka ngapi? Sifuri, yuko peke yake. Sasa jibu letu sisi inakuja kulingana na upande huu hapa. Sasa tunakuja ili kuandika jibu letu ni 0.625, lakini namba hii ya mwanzoni, sifuri ya mwanzoni tunaona kama haina kazi. Kwa hiyo jibu letu sisi ni 625. Kwa hiyo 25 mara 25 ni 625. Asante sana kunisikiliza. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vingine vinavyoendelea kuja. Mimi ni mwalimu wako Elisha Godlove. Asante.